Ni mambo ya kusikitisha sana, na swali ambalo tunajiuliza ni kiwango kipi tunastahili kuzingatia kama waandamanaji tunapofika pale mtaani ili kwamba iwe ni uhuru wa muandamanaji. Asante kwa kunipa nafasi hii. Mwanzo kabisa ningependa kutoa pole kwangu kwa jamii na familia ambazo wameweza kupoteza Wakenya wenzetu ambao walikuwa wanachukua hatua ya kuandamana, na basi kutokana na njia moja au nyingine wakaweza kupoteza maisha yao. Pia kuna wale baadhi ambao wanaugua majeraha katika hospitali mbalimbali za taifa letu, na tungeweza kusema poleni, na tunaomba ya kwamba haki iweze kutendeka kwa matukio ambayo yaliyotokea. Basi kutokana na swala lako, ningeweza kusema kwamba Wakenya wanapaswa kujua kwamba katiba imewapa uhuru wa kutangamana, wa kufanya maandamano, kuandaa migomo na kuwasilisha malalamishi katika afisi mbalimbali za kiserikali, ama kupeleka malalamishi katika ofisi ambazo kuna wale ambao wanawajibika kutokana na jambo ama swala lolote ambalo wanapaswa kufanya. Basi pia katiba yasema kwamba hawahitaji hata kuomba ruhusa. Jambo ambalo linapaswa kutendeka tu ni wale kuwapa notisi maafisa wa usalama, kuambia kwamba tutakuwa na maandamano katika sehemu fulani, na ndiposa wataweza kutoa mwelekezo, na ni juhudi la maafisa wetu kujua kwamba wao wanapaswa kufanikisha maandamano kwa njia ya kuleta usalama, ili ndiposa watu waweze kutoa ama kufanya haki hii iweze kutekelezwa. Basi wananchi wetu wanapaswa kujua kwamba japo kuwa kumekuwepo na mambo mengi, kwa mfano tumeweza kuona wahuni ambao wanakuja kujaribu kuvuruga maandamano ambayo tulikuwa tunaona ni ya amani. Ni vyema wao waweze kujua kwamba ni haki yao waweze kupata usalama wa mtu, na waweze kuzunguka katika zile mipangilio ambayo waliweza kufanya katika maandamano. Na hapo ndipo pia ningeweza kuwahimiza hata wanapofanya maandamano wazingatie amani yao. Manake ndio tuhakikishe kwamba ikiwa kuna mtu ambaye anataka kuvuruga au kuvunja sheria ambayo imewekwa jinsi ambavyo maandamano yanapaswa kufanyika, basi hatua iweze kuchukuliwa. Na tumeweza kama tume kukashifu vikali na pia kulaani vitendo ambavyo vimeweza au pia utepetevu kwa maafisa ambao wameweza kutumia nguvu kupita kiasi wakati ambao wanakabiliana na watu ambao kutokana na maoni yao wanaona ni kana kwamba wangeweza kuvuruga amani. Pia kuna wale watu ambao wanaishi ama wanafanya kazi katika sehemu hizi ambazo maandamano zinafanyika. Pia nao wako na haki ya kuendelea na maisha yao jinsi ambavyo wangependa kufanya. Ikiwa kama kuna wachuuzi ama wanabiashara ambao wanafanya kazi zao, wanapaswa kuambiwa kwamba kutakuwa na maandamano, na basi usalama uweze kulindwa ndiposa waweze kufanya kazi yao, kwa sababu pia uko na uhuru wa aidha kufanya maandamano au pia kutoweza kushirikiana na waandamanaji. Ndiposa sasa tuweze kuwa na mpango ama maandamano ambayo iliyoko katika mipangilio ambayo na muundo wa kisheria. Na bila shaka unapotaja kwamba muandamanaji ana uhuru wake, lakini pia wafanyabiashara ambao wako katika sehemu ambapo maandamano haya yanafanyika pia wana haki zao, lakini ni kitu ambacho bila shaka tumeshuhudia hapa nchini, ni kitu ambacho hakifanyiki. Na hili nitakuwa nalielekeza kwako Muthiora, kwa sababu tumewaona wanaharakati wakiwa kipaumbele sana katika masuala haya ya kuandamana, kuanzia wakati ambapo kulikuweko